So nashukuru Mungu. Nimetoka kwa life yangu ni ngumu sana, nikianza kuexplain sahi wengine mnaweza lia. Mimi kwa maisha yale nimeishi, nimesoma Sirinyi Primary School iko hapa chini, mzaliwa Bundanya hapa Shigaro. Na leo hapa lakini nikafika mahali kama maisha yako magumu sana. Kaenda kama Mombasa na nika trained kama mwizi jambazi, si mwizi wa mchezo. Ukisikia kuna waizi hawa kuku ni tofauti. Ukisikia jambazi si mtu wa kawaida. So mimi nilikuwa mmoja wa majambazi ambao terrorist watu sana wakati mmoja Mombasa, Kongowea, Maweni sana, na wakasumbua watu sana. Na niliingizwa na jamaa mmoja mtaita kwetu hapa mbali, aliuawa, anaitwa J, kufa kaja kaletwa Jivu. So uzuri wa Mungu wakati ule mimi nikiokoka, this is what happened. So ili ukitaka kujua kwa nini na kuanga serious na wokovu na ni kwa nini watu sana wamenifavor, ni kwa sababu ya kile mimi niko na nimejibidisha kuwa. Maana Biblia inasema ya kwamba jibidisheni kujionyesha kwa watu kwamba mnakubalika. So your testimony is very important. Nakuja kwa hiyo yako kwa sababu nataka nikuonyeshe kitu. Bwana asifiwe sana. So mimi nilikuwa mwizi jambazi. Siku moja tukaibia mwanamke Mkamba, na ndio siku yangu ya mwisho. Kuna mara nyingi, mara 4 hivi. Wala Wakamba mko hapa mnisamehe, lakini usiwaibia Mkamba. Usiwaibia Mkamba. Bwana asifiwe. Sisemi kwa sababu ya kamtia, usimwibie Mkamba. Maana Mkamba atakuacha. Bwana asifiwe sana. Nilipo iba kibeti hicho, tulikuwa jamaa watatu, mmoja Mluo, mwingine Mjaluo. Wale dosi wangu walikuwa wananifundisha pale Kongeleni. Ukiwa unaingia Kongowea pale, tulimwona ametoka pale kwa cooperative, kuna bank pale. Na nikamnyakua kibeti, nikamwambia na zangu nyakue, na nikatupia mwanzangu. Kikaumana, tukaanza kufukuzwa paka Nyali Bridge. Kama mlisikia hizo wanaruka Nyali Bridge na wanavuka ngambo ya pili kule Coast General. Mimi nilikuwa mmoja, nilikuwa nimetrainwa vizuri kwa maji ya Insumbui. Bwana asifiwe sana. Insumbui. Na kweli kazi ukishapata skills za maana kabisa, hakuna kazi dunia hii uweze fanya. Bwana asifiwe. Inategemea ni nani aliyekupatia hizo strain. Bwana asifiwe sana. So nikawa nimetoka nyumbani hapa, lakini kudive kwa maji deep, very deep pale Nyali ni deep sea. Bwana asifiwe sana. Naruka na hivyo unaenda kuona nimetokea ngambo ya pili Makadara, tumepotea kitambo. Mzunguke mfike huko Sangapi, sisi tushavuka kwa ngambo ya pili, tunakula vitu vingine tofauti. Bwana asifiwe sana. So siku hiyo tulifukuzwa, kafika mahali jua limewaka, wenzangu wakaruka kwa maji, kavuka. Mimi nikasikia siku hiyo hofu imeniingia, sikuweza kuruka. Lakini kitu kimoja nilisikia, pastor mmoja anaitwa Christopher Chinia aliishi kuzungumza akisema kila litajae jina la Bwana ataokolewa. Siku hiyo nikasema hapana, hebu nijaribu. Na nikasema kwa moyo wangu, kanizimia kwa moyo wangu, nikiokolewa kwa hii, maana nafukuzwa, mwanamke anakuja na watu, halaiki ya watu. Kasema Yesu niokoe. Niliposema Yesu niokoe, kuna kitu kilinishukia na kanivaa. Na nikawa kiko na nguvu kiasi cha kwamba yani nikiambiwa fanya hivi ninafanya haraka bila hofu. So zile lights za barabara, vigingi za lights za barabara zile, ndio moja nikasikia sauti imesema simama hapo na uangalie kule unakoenda, wala usiangalie huku umetoka Nyali Bridge juu. Sasa naonekana huku na ufunge macho yako na usiangalie mtu yoyote. So nikiwa nimesimama hivi, watu wakaja wakipita wakisema mwizi mwizi mwizi. Sasa nikaja kugundua baadaye, ndio nilikuja kupata revelation ya kwamba kumbe Yesu anavyosema alibeba fedha zetu na hali zetu zote ni kweli. Kwa sababu siku hiyo alivaa mwili wangu wa dhambi akakimbia nao. Sasa walaike wale watu walikuwa wananifukuza wakamfukuza Yesu, mimi mwanadamu akaniacha nikiwa nimevaa utukufu wa Mungu, na wala sikuwa mpaka kama dakika 5 hivi ndio mtu mmoja akatokea kumenyamaza, akaniuliza bro, habari? Mzuri. Kashtuka, kanambia, akasema wewe nimekufa tena. Bwana asifiwe sana. Lakini kumenyamaza. Akaniambia ndugu, tunakutanga watu wamekaa hapa na dakika nyingine tunakuta mtu amefloat kwa maji.
Je, una shida yoyote ambayo imekusumbua? Nikusaidie ndugu yangu. Nikagundua kumbe nikose. Imagine mtu anakuja kunieleza anisaidie na nilikuwa nafukuzwa ni wapi? Nikajua niko safe. So katika hali hiyo nikatoka pale, nikasikia sauti kiniambia enda kanisani fulani uombe wokovu, na nikaenda kanisani nikaombe wokovu na nikaokoka. Nilipookoka the following day nilienda mafundisho. Siku ya kwanza nilipoomba sikutoka, nilibaki kanisani nilipoombea nikashinda hapo the whole day mpaka jioni, ndio nikaenda nyumbani. Nilipoenda nyumbani kwa ndugu yangu sikumwambia chochote kile kimefanyika, lakini nilimshuhudia nikamwambia Yesu ameniokoa. Wakaniangalia wakaona tu hii ni joke. Bwana asifiwe sana. Maana walikuwa wanajua mimi ni nani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mimi ni mlenga shabaha. Makabrini pale tulikuwa tusijui kama nimeua watu wangapi sijui. Mimi nilikuwa natembea kwa mwembe, kio nakuja kwa barabara na kutupia kamba kwa shingo. Na wengine wanainua nyuma ya mwembe. Unainuliwa tu kidogo tu. Na unatolewa kila kitu tangu kama ushisikia watu wanatolewa nguo na bagi uchi. Tulifanya hiyo kazi kwa muda mrefu tu. Lakini Yesu ni Mwokozi, alinisamehe kwa sababu Biblia inasema akikusamehe wala hakumbuki tena makosa yako. Bwana asifiwe sana.